Ilipokuwa dunia ikiingia katika karne geni, enzi ya fahari na maendeleo ilitanda barani Ulaya, kana kwamba mahuruku walikuwa wameshinda katika uwezo wa ubunifu. Injini zilianza kupumua moto wa chuma na vyuma vikaanza kuimba nyimbo za ujenzi na ujasiri. Ndipo mawazo ya ujenzi wa jitu la baharini yakatimia, meli kubwa kuliko zote zilizowahi kusafiri katika mawimbi ya dunia. Hii ni simulizi ya The Titanic ya kufana na kufana, ikitambishwa na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Meli ya Titanic ilizaliwa, mwana wa ubunifu wa majigambo ya adinasi, kiumbe wa chuma na mvuke aliyeitwa na wengi asiyezama. Alijengwa si kama chombo cha baharini pekee, bali kama hekalu la fahari ya karne, ishara ya uwezo na ubabe wa binadamu juu ya asili yake. Kwa zaidi ya miaka mitatu, mafundi 14,000 walipiga nyundo zao kwenye chuma, jua likipanda na kuzama, nikishuhudia jinsi mikono yao ilivyounda jitu la ajabu lililokuwa litasema na upepo wa bahari. Katika viwanda vya Harland na Wolff huko Belfast, vyuma vililia na moto ulitoa uhai kwa jozi kubwa. Wakati kuta zake zilipoinuka juu, zilionekana kana kwamba zilikuwa milima ya chuma iliyotengenezwa na miungu. Urefu wake ulipita futi 880 na uzito wake ukazidi tani 40,000. Ilikuwa na tumbo la chuma lililolindwa na milango isiyopenyeka na maji, injini zenye nguvu za farasi 46,000 na moshi wa mabomba 4 makubwa yaliyopaa kama wingu la ushindi angani. Waja walipoiona, waliona ndoto ya mwanadamu ikigeuka kuwa kitu halisi, ushahidi wa kwamba dunia ilikuwa imepiga hatua isiyo na mfano. Ilikuwa enzi ya Edward, wakati ambapo mabwanyenye walitawala na wachochore walibeba ndoto za wengine. Meli hiyo ikawa kioo cha jamii. Sakafu za juu zilipambwa kwa dhahabu na vioo, vyumba vya chini vikajaa hewa ya jasho na matumaini. Kwenye staha ya juu, washarafu wa Ulaya na Amerika walijitazama katika vioo vya almasi na kukata tiketi za gharama za kushangaza. Huko chini ya staha, wafanyikazi, wahamiaji na wafanyabiashara wadogo wakibeba mizigo ya matumaini ya maisha mapya katika nchi ya ndoto huko Marekani. Ilipofika Mei 31 mwaka wa 1911, mamia ya maelfu walijitokeza kushuhudia jitu hilo likizinduliwa baharini. Moto wa chuma uliwaka, na kwa mlio wa upepo na kelele za shangwe, Titanic iliteleza aste aste, ikichomoza juu ya maji kama mnyama wa kale aliyeamshwa kutoka usingizini. Watu walishangilia, beramu zikapepea hewani na kelele za honi zikaripuka hewani. Thomas Andrews, mbunifu mkuu wa meli hiyo, fuadini mwake hakuwa na kelele, bali hofu isiyo na jina. Alijua kila msumari, kila nati, kila sehemu ya chuma iliyofungwa kwenye mwili wa meli hiyo, lakini alijua pia siri ya kibinadamu ya kwamba ukamilifu ni kivuli cha udhaifu uliojificha. Mwaka uliofuatia, Titanic ilipomalizika, ikawa hekalu la anasa lililosafiri juu ya maji. Vyumba vyake vikapambwa kwa mbao za kifahari, kioo cha kioevu kilichotengeneza ngazi kuu, taa zilizoangaza kama nyota, na sakafu zikatunukiwa umaridadi wa dunia. Ilikuwa na mabwawa ya kuogelea, vyumba vya mazoezi, mahamamu ya kifahari na vyumba vya kulia vyakula. Kulijaa pia harufu ya divei na mziki wa kukata na shoka. Aprili 10 mwaka wa 1912, jua lilichomoza kama kawaida juu ya Southampton, likiangazia kivuli cha jitu hilo la chuma. Saa 6 kasoro dakika chache, meli ikapiga honi ndefu, upepo ukatikisa bendera zake na mawimbi yakaonekana kuinama mbele ya fahari yake. Watu zaidi ya 100,000 walikusanyika kushuhudia mwanzo wa safari ya ndoto. Ndani yake kulikuwa na roho
zaidi ya 2200. Kila mmoja alibeba hadithi yake, ndoto, matumaini, huzuni au hata hubiri la ubatili. Wengi waliona Titanic kama daraja la kwenda maisha mapya, wengine kama chombo cha kuonyesha ukubwa wao. Lakini kwa bahari wote walikuwa kama punje za vumbi katika upepo wa uhai. Jua lilipozama, moshi ulipaa juu kama wingu la kifahari, na meli ikaanza safari yake ya kwanza kuelekea New York. Bahari ya Atlantiki ikawapokea kwa mikono laini ya mawimbi. Ndani ya Titanic, mziki wa kinanda ukapiga taratibu, kioo kikamulika na divei ikamwagika kwenye glasi za fedha. Bahari ya Atlantiki ilitandaza sakafu yake ya samawati chini ya anga tulivu. Mawimbi yake yalicheza kwa upole, yakibusu mabamba ya chuma ya Titanic kana kwamba yalimkaribisha mgeni wa kifahari katika milki yao isiyo na mipaka. Upepo ulipiga nyimbo za baharini, ukicheza na mabendera yaliyotanda juu ya mapazia makubwa ya moshi. Ndani ya meli, aushi zilichanua kama maua ya chemichemi katika bustani ya ndoto. Katika staha za juu, watu wa tabaka la kifahari walipumua harufu ya divei na chaneli za kifahari. Vioo vya kioevu vilimimina mwanga wa taa, na ngazi kuu yenye kioo cha dhahabu ikawa kama njia ya kupanda mchongoma. Wanawake walivaa mavazi mepesi yaliyopenya kama upepo. Wanaume wakavaa suti za pamba na kofia za hariri, wakizungumza kwa sauti za tabasamu zisizo na hofu. Meli ikawa jiji dogo linaloelea, ikatembea katikati ya bahari kana kwamba ilikuwa himaya ya dunia nzima. Chini ya sakafu hizo za fahari, ndoto nyingine zilitanda. Wakati wa chajio, sauti za vyombo vya muziki vilicheza nyimbo za upendo, huku mwangwi wa injini ukiwika kwa sauti ya uhai. Lakini ndani ya tumbo la meli, chini kabisa ya staha za farasi, kulisikika tu sauti ya nyundo na mashine. Wafanyikazi wakihangaika katika joto kali mno, wakirusha makaa ya mawe kwenye tanuri la moto ili jitu hili la chuma lipumue. Jasho lao lilimwagika kama mvua ya chumvi, na pumzi zao ziliungana na sauti ya injini kana kwamba walikuwa mapafu ya mnyama mkubwa. Kaski zikaendelea kwa utulivu, bahari ikawa mwalimu wa upole, na anga ikawa dirisha la matumaini. Titanic ilitembea kwa madaha, ikikata maji kwa kasi ya farasi 50,000. Ilikuwa safari iliyobeba taswira ya dunia nzima, fahari, ubinafsi na tumaini. Lakini chini ya utulivu huo, bahari ilikuwa na siri. Kule kaskazini mwa Atlantiki, barafu lilikuwa limetoka katika milima mikubwa, likielekea taratibu kwenye gurufu za usafiri wa meli. Vyombo vingine vilituma ujumbe wa tahadhari, kuna barafu mbele. Lakini ujumbe huo ulishia mikononi mwa kuta za jitu hilo la baharini, ukazama kwenye sauti za salamu za kifahari na mazungumzo ya kibiashara. Meli kubwa isiyozamishwa haikuogopa barafu. Usiku wa Aprili 14 mwaka wa 1912, anga lilitulia kana kwamba dunia ilipumzika. Nyota zikametameta kama macho ya malaika waliokuwa wakitazama chini. Bahari ikawa tulivu kama kioo cha samawati, isiyo na mawimbi wala migurumo. Utulivu hatari uliotangulia dhoruba ya mauti. Ndani ya Titanic, muziki wa kinanda uliendelea. Wapenzi walicheza katika ukumbi wa mapambo. Wengi walifurahia harufu ya divei za ulua. Mwanabahari mwenye miaka karibu 40 ya tajriba alitembea katika daraja la meli yake kwa utulivu wa mtu anayejua kuwa anatawala bahari. Wengi walimuona kama shaibu mwenye hekima, lakini usiku huo macho yake yalitazama upeo wa maji kwa hisia zisizoelezeka. Fuadi wake ulisikia sauti isiyo ya kawaida ikimuita kwa umbali. Kwa mnala wa uangalizi, walinzi wawili Frederick Fritz na Legrand Ree walihangaika kutazama mbele kwa macho yao pekee, kwa kuwa darubini wakati huo hazikuwa zinafanya kazi. Walitazama anga la giza lililonyamaza, wakisikia tu mlio wa upepo na sauti za injini.
Bahari ilionekana tulivu kupita kiasi, na katika utulivu huo giza lilificha silaha yake. Ikagonga saa 5:39 usiku. Kwa macho yaliyokuwa yamechoka, Fritz aliona kivuli cheupe mbele yao, kiumbe kikubwa, kimya na kikatili, kikawa kimejificha kama mzimu. Akapiga kengele mara 3. Ndani ya sekunde chache, amri zikapiga kelele kupitia chuma. Simamisha injini. Geuza upande wa kushoto. Lakini bahari ilikuwa tayari imeshachora hukumu yake. Sekunde 37 baadaye, Titanic ikakutana na barafu lake. Kilio cha chuma kilivuma, kuta zake zikachanika kama ngozi ya kiumbe aliyejeruhiwa. Meli ikatetemeka, ikashtua wanyamavu na waliolala. Ulikuwa ni mlio wa kuzaliwa kwa mauti, kamsa ya dunia ikipasuka.